sio kwa sababu ni kanisa kuu au sio kanisa la kiaskofu. Pamoja na kwamba ni hivyo, lakini kanisa hili ukija hapa unasikia unasali, na kama usikie unasali una kasoro, sababu silaha zote au resources zote unazo za kusali vizuri. Ndio maana wengine wanatoka kule ukimwambia kwani unaenda kusali St. Joseph? Bana, mimi nikifika pale St. Joseph ndio nasikia nasali. Ndio iko hivyo. Kwa sisi tuna bahati kubwa, licha ya kuwa kanisa kuu au si la kiaskofu, lakini mtindo wake unavutia katika sala. Hivi ni muhimu wakati fulani hivi kuja hapa unasali, utakutana na Mwenyezi Mungu. Katika hii historia hili kanisa ilianza mwaka 1896 na ilichukua muda mfupi sana mpaka lianze kutumika. Lilianza kutumika mwaka 1903. Hapo lilibarikiwa tu na Padre Thomas. Kwa hiyo waumini wakaanza kulitumia hili kanisa. Kwa nini walifanya hivyo? Kuna baadhi ya mambo yalikuwa hayajakamilika, kitu kama altare ile sehemu pale mbele na mengine tutakayaona huko. Kwa hiyo ilikaa hivyo mpaka mwaka 1908 ndio kanisa likatabarukiwa rasmi. Na hili kanisa kuliangalia, kanisa lote ambalo mtabarukiwa, huwa wakati wa kutabaruki kunakuwa wanaweka mishumaa 12. Ndio maana hivi sema unavyoona nyewe, kuna baadhi vina mishumaa hivi. Nafikiri mnaona hapo chini ya taa, ukizunguka kote huku viko 12, kwamba hili kanisa limetabarukiwa, limekuwa wakfu la kukutana na Mwenyezi Mungu. Unapokuja unaingia hapa, unaingia nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na katika historia ya hili kanisa, walipoanza hapa kulikuwa na altare nyingine, sio ya sasa hivi, lakini kwenye mwaka nafikiri 1907 hivi walibadilisha. Na hii altare mmoja imeletwa kutoka wapi? Hii altare hii imetoka Ujerumani. Ni ajabu kabisa, imeunganishwa sehemu mbili, hivyo ililetwa katika safari mbili. Ya kwanza, alafu baadaye ndio wakaja wakaweka ya juu, na hapo juu kuna masalia ya watakatifu. Ndio maana kanisa lote lile ambalo mtabarukiwa ni lazima kuwe na masalia ya watakatifu. Kwa hiyo pia katika hili kanisa kama nilivyosema, ilikuwa ni kwa ajili ya watu kukutana na Mwenyezi Mungu, lakini lingine, sababu gavana alikuwa amesema ni lazima liwe ni landmark. Kwa hiyo ndio maana ule mnara wetu ulikuwa ni kwa ajili ya masuala ya kiroho, lakini pia watu waweze kutumia. Hivyo zamani hata watu wanaendesha meli walikuwa wanaangalia huo mnara, na huo mnara pia una historia yake, lakini kwa kifupi walipokuwa na ujenga, kuna bruda moja ilianguka kafa. Alafu kule kuna kengele 4. Kuna wakati mwingine